kama tulivyokubaliana wote kwa pamoja, tunakumbuka tulianza safari ya Mama Hana Deni ya Mwanza, na this time ni season 2. Tumekubaliana kwamba twende mikoa ya Morogoro, Iringa na Mbeya, na leo tunaianza safari hapa kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea Morogoro, na tulikubaliana kwamba tupande SGR ili tu feel ile kazi iliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan kwa miaka 4. Tutapanda SGR na tunashukuru sana uongozi wa TRC, ambapo tuko na engineer hapa. Wao waliposikia tu Baba Levo na timu yake wanataka kwenda kumulika mambo yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan, mzee wangu Kadogosa akasema, Baba Levo, pandeni SGR, gari yenu mtaikuta Morogoro. Kwa tuko hapa leo, tutapanda treni ya mchongoko, treni ambayo ilikuwa inasubiriwa kwa hamu sana. Na mtaalamu atatuambia utofauti kati ya treni ile nyingine na hii ya mchongoko ni nini. Jitambulishe kwa majina na cheo chako, kisha utuambie tofauti kati ya ile treni ambayo tumeizoea ambayo mbele iko flat na hii ya mchongoko. Asante sana Baba Levo. Ndugu waandishi wa habari, karibuni sana TRC. Karibuni sana kwenye stesheni ya SGR. Hiki ni kituo chenu, hiki ni kituo cha wananchi wote, muda wote wanakaribishwa kuwa mahali hapa. Mimi kwa majina naitwa Mhandisi Mateshi Tito, cheo changu cha kawaida ni mkurugenzi wa idara ya ishara, mawasiliano na umeme. Lakini leo namwakilisha mkurugenzi mkuu, kwa hiyo nakaimu nafasi ya mkurugenzi mkuu ambaye yupo kwenye majukumu mengine. Alitamani sana Baba Levo awe hapa pamoja nanyi. Mzee wangu Kadogosa, kama unavyofahamu kazi ni nyingi, kwa hiyo amekuwa akiendelea kupambana kuhakikisha kwamba yale maelekezo ya viongozi wetu yanatekelezwa kwa wakati na kwa ubora na kwa ufanisi unaotakiwa. Kwa hiyo Baba Levo, kama ulivyosema, hii ni treni yetu ya mchongoko ambayo ilikuwa ikisubiriwa kwa hamu, na kiuhalisia ni moja ya treni nzuri kabisa ambazo hata mataifa wenzetu ukienda nchi za nje huwa wanazitumia. Na sisi tumekuwa na treni tofauti, na kama unavyofahamu huduma hii tulianza mwaka jana tarehe 14 mwezi Juni, mwezi wa 6 kati ya Dar es Salaam na Morogoro, na tarehe 25 mwezi wa 7 kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Lakini pia tarehe 1 Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, alizindua rasmi huduma hizi za usafiri kati ya Dar es Salaam na Dodoma. Na kipindi hicho tukiwa na treni zote. Hizi treni Baba Levo zimenunuliwa seti 10. Na hii seti moja inachukua, hizi za mchongoko ziko 10 ambazo zinakuwa na mabewa mangapi? 8. Na leo tutapita huko ndani, utawaonyesha Watanzania bewa zote 8, kuanzia bewa la kwanza mpaka la bewa la kwanza. La kwanza mpaka la 8. Kwa hiyo kila moja, seti moja ina bewa 8. Inabeba zaidi ya abiria 550 kwa mkupuo. Kwa hiyo unaweza ukaona hii ikiondoka inaondoka na watu wengi. Na zote zimeshafika Baba Levo. Zote seti 10. Jamani, unadhani mnasikia seti 10 zote za SGR mchongoko ziko hapa. Ni sahihi. Lakini pia Baba Levo, zile treni sasa za kawaida zile ambazo tulinunua vichwa 17 na vyenyewe vyote vimeshafika na mabewa yake yameshafika. Vichwa vyote 17 vya umeme vyote vipya vimeshafika, viko tayari hapa. Na hata tutakapokuwa tumepanda hii njiani tutapishana nayo kimoja. Tutaona ikiwa inatoa huduma. Kwa sasa hivi ruti ziko ngapi za kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma? Kwa sasa hivi ruti za kwenda Dar es Salaam Dodoma ziko za kupanda ziko 3 na za kushuka ziko 3. Kwa kuna moja ya saa ngapi? Kuna ya kwanza kabisa inaondoka saa 12 kamili asubuhi. Ya pili inaenda Dodoma. Ya pili ndio hii hapa ambayo tutaenda nayo saa 2. Alafu kuna ya saa 3. Saa 3 asubuhi. Na nusu asubuhi ambayo yenyewe inaenda Dodoma. Na za kurudi pia inaanzia saa 11 alfajiri kutokea Dodoma, 11 na robo. Kuna ya saa 8 na nyingine 2 ziko za saa 11 na saa 12. Hamjafikiria kuhusiana na ruti ya mchana sasa, kwa sababu ruti zote zikiwa ni asubuhi? Kuna watu mwingine anasema nataka niondoke zangu saa 7 mchana niende Dodoma. Kama treni zote zipo, kuna shida ni nini? Wala Baba Levo hakuna shida, na ipo kwenye mipango yetu. Mipango yetu kwa sasa kama unavyofahamu tumeanza. Na unapoanza unaanza na ile mipango ambayo ulianza nayo. Kwa sababu mwitikio ni mkubwa sana. Kwa hiyo na sasa hivi Baba Levo tunataka tuanze kutoa huduma ya treni zile za kusafirisha mizigo. Tayari treni mabewa yale ya mizigo yameshafika 264. Tumeshafanyia majaribio. Tunatarajia mwishoni mwa mwezi wa 3 na mwanzoni mwa mwezi wa 4 watu kubeba mizigo watatoka mizigo hapo kupeleka mpaka Dodoma, Morogoro, kote hapa katikati. Sasa mpaka Dodoma. Bana, nadhani mnasikia vitu hivyo. Kwa hiyo tuna kituo chetu kiko pale Pugu, lakini pia tutakuwa tunachukua mzigo kutoka bandarini kuhakikisha kwamba barabara zetu zinafunguka. Watu wanaotaka kutumia barabara ziwe wazi. Lakini pia watu wapate mizigo yao kwa wakati na kwa bei nafuu. Ukisafirisha kwa treni ya mizigo, kusafirisha kwa treni yetu sisi bei zinakuwa ni rahisi kulinganisha na barabara, lakini unazipunguzia hata barabara ule uchovu. Kwa hiyo Baba Levo, toka tumeanza kufanya huduma za reli, unaweza ukaangalia takwimu za ajali barabarani zimepungua
kwa sababu watu wengi sasa magari mengi barabarani yamepungua, wanapanda watu wanakuja wanaacha hapa magari yao ambayo yako mengi. Sasa Baba Levo, nijibu swali lako, kuna tofauti gani kati ya treni hii na ile ya kawaida? Treni hii ni kama unit moja. Nikisema unit moja, treni hii mabewa yote yameungwa pamoja, yameunganishwa, ukayatenganisha. Kwa hiyo inatoka kama unit moja. Ile treni nyingine yenyewe ina mabewa yanaungwa kupitia, kuna vitu vinaitwa coupling. Kwa hiyo zile yakiungwa kwa pamoja yanakuwa, unaweza ukayaunga katika seti tofauti tofauti, unaweza ukayaunga 10 tofauti na unavyotaka, 14 15 kutokana na unavyotaka. Hii ukishafunga huwezi kuongeza chochote. Ukitaka kuongeza nyingine, maana yake unakuja unafungua hii pua, hii inafunguka, unaifunga nyingine kama hii hapa, zinakuwa 2, kwa hiyo zinakuwa 16, zinaenda kwa speed ile ya 160. Kwa uwezo tunao, mambo ni mazito. Wateja wengi sisi tunafunga hizi 2, zinakuwa kama seti moja, treni moja inaondoka. Mimi nadhani cha msingi na cha muhimu ni treni zipo na zote, tumeambiwa seti zote 10 za mchongoko ziko hapa. Tunachokipigania ni kuhakikisha mzee wetu Kadogosa anatuwekea treni sasa ya mchana, ili watu ambao wanataka kwenda Dodoma mchana tuweze kupanda treni mchana kama ni saa 7, lakini pia usiku. Mtu mwingine amemaliza shughuli zake hapa Dar es Salaam usiku saa 2 anakuja anachukua treni hapa anaenda zake. Kazi kubwa ameifanya mzee wangu Kadogosa, Mungu akujalie. Ulipambana sana na maneno, watu walikusema sana wakati unazipambania hizi treni, unapambania hii barabara, hii njia ya reli, lakini sasa hivi ni muda wa kula matunda, na sifa zako tunakurudishia kama tulivyokusema vibaya, na kwa ukubwa ule ule tunakurudishia sifa hivyo hivyo. Kwa kusema haya, kwa hapa Dar es Salaam na treni 10, naomba bango langu. Treni zote 10 za mchongoko ambazo mama aliahidi ameshazileta, na 17 za umeme zimefika. Kwa kusema haya, tunataka kubaliana mimi na wewe kwamba mama hana deni.